na pia mwingine atusomee kitabu cha Matendo ya Mitume sura 6 mstari wake ule wa kwanza. Amen. Na katika ushirika, na katika kuvunja mkate, ndio, na kuomba. Amen. Mtu aliyepata Matendo ya Mitume sura 6 atusomee haraka. Mstari wa kwanza. Nani kuna Biblia ya Kifaransa? Ile nitaka tusome kwa Kifaransa. Verset 1 jusqu'à 5. Ni Kifaransa mtumishi Philo. OK. À cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, wakati ile hesabu za wanafunzi haikuchoka kuongezeka, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque ndio, et ceux qui étaient nés en Palestine. Ndio. Le premier se plaignait de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé, digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. 5. Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, qui s'était converti au judaïsme. Amen. Amen. Tunaweza kuika. Tuko tunafundisha habari za nilikuwa uchi mkanivika, na hii juma tuko tunazungumza juu ya matendo ya mitume. Hapana maneno ya mitume. Hatuzungumze kwa ajili ya mavazi ya mitume au magari za mitume au jamaa zao. Tunazungumza habari za matendo ya mitume. Na kile kitu kilifanya mitume waende kwenye matendo makubwa sana ni kwa sababu tumesoma jana, andiko inasema kanisa lilidumu kwa fundisho la mitume. Ile ilikuwa kitu cha kwanza. Tulizungumza maana ya mafundisho na mahubiri, na tukaonesha maana ya kudumu. Kanisa lilidumu kwa fundisho la mitume. Ina maana hakuna kudumu bila kufundishwa. Wakikwambia mtu anadumu, mtu ana persevere, maana yake alifundishwa, kwa sababu hauwezi kudumu kwa kitu ambacho hujui. Watu wengi wanataka mahubiri tu iwavuruge kichwa, lakini wanashindwa kuikalisha kwenye mafundisho. Na kitu kitafanya kanisa likomae ni watu ambao wanaweza pata mafundisho na wanaijua vizuri. Hali ya mafundisho ya mtu ni hali ya maisha ya mtu. Lazima uelewe kile kitu. Mtu anafananaka kenye alisikia. Ukisikia habari za utakaso, utaishi utakaso. Ukisikia habari ya prosperity, utaishi utajiri. Ukisikia habari za ovyo sana, yani mtu hawezi ongea lugha ambayo hakusikia. Kama mtoto amezaliwa Uingereza, atakuwa Mwingereza kwa sababu alizaliwa kwenye lugha ya Kiingereza. Na kadiri jinsi mtu alisikia, ndivyo inaweza kumfanya mtu pia aeleweke vizuri na akomae vizuri.
tatizo inawakoroga watu, waliingia kwa Mungu bila kufundishwa. Ndio maana andiko nasema kwamba taifa langu linapotea kwa kukosa maarifa. Nilisema hivi jana, Muislamu hawezi kumsahau kwa sababu wana mafundisho ya kidini. Katoliki hawezi kumsahau, Branhamist hawezi kumsahau, na hata kuomba kwa Branhamist wala Témoin de Jéhovah mpaka kuvala unapaswa kujua huyu ndugu na hii makravati mrefu ni shahidi wa Jehova. Na uwezo kumtoshe binti kule kwao kusema kuja kwetu nitakuoa, ni vigumu sana kwa sababu wako kwenye mafundisho. Lakini ukienda huku kwetu sisi hatujue banani njoo walijazwa roho au banani walimwanga roho mtakatifu. Hatujue banani njoo waliokoka, bitu iko vurugeni sana. Sasa watu hawakae kwenye misingi ya mafundisho. Na mimi niko naomba Mungu anipe nguvu. Siku zinakuja, siku chache tutakuwa na radio nzuri na tutakuwa na TV nzuri. Ni siku chache tu na tutakaa kwenye kufundisha kanisa kwa nguvu sana. Lazima kutoka kwa zile injili za kurukaruka za watoto, ili kanisa liwe nafasi ya kuelewa maana ya neno. Ikihitaji kuwaka kibuyu kichemuke kitachemka. Na kihitaji mafundisho tutafundisha hata saa 2 saa 3 za kufundishwa, ili tupate kuelewa nini kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Leo nitafundisha kidogo tu kwa maneno, lakini tutafundisha kwa matendo kwa dakika fulani. Unajua nguvu ya mitume haikuwa kwenye maneno, ilikuwa kwenye matendo. Matendo manake wakifundisha kwa ajili ya uponyaji, lazima watu wafanye nini? Wapone. Wewe ukafundisha mgonjwa juu ya uponyaji kisha asipone, unamuongezea mawazo. Ukishaambia mgonjwa Yesu anaweza, anaponyaka, ni mkubwa, mgonjwa anakusikia. Sasa anahitaji baada ya pale toka kwenye maneno uende kwenye matendo. Hii ndio maana watu walimwambia Yesu, twende kwa nani tena na kwako ndiko kuna maneno ya uzima. Kanisa likikosa uwezo litataniwa na manabii wa uongo. Kanisa likikosa nguvu, Wakristo wataenda kwa wafumu kwa siri. Kanisa likiwa na nguvu, wafumu watatoka kule wanahamia mkanisa. Ndio maana kanisa la Filipo ambalo Filipo alikuwa analiongoza huko Samaria, kuna jamaa mmoja hivi mchawi mwenye aliamua kuacha uchawi. Anaitwa Simoni mchawi. Kwa sababu alikuwa la maneno tu, lakini uwezo ulikuwa ndani ya kanisa. Sasa mimi nimetembea kidogo West Africa, nimetembea kidogo zile nchi zingine. Watu wakifanya miujiza huku kwetu wanakushaki. Nasema frima. Lakini East Africa wala South Africa, ukihubiri na ufanye miujiza wanakushaki. Sijui unaelewa tofauti. Yaani huku kwetu sisi ukiifanya bana nyota. Alitembeza kilema mpaka wanaenda Kongola vilema ya ubishi sasa. Kama anatembezaka bana kuletea kiongozi wa vilema. Mungu haikuwa kutaniwa. Mtumishi wa Mungu Paulo alisema hawezi pinga miujiza kwa maneno, wanapinga miujiza kwa miujiza mingine. Kuna mtu aseme amen. Ukifundisha kwa ajili ya upendo, lazima kuonesha upendo. Ile njoo Petro anasema twende kwa nani tena na kwako ndiko kuna maneno ya uzima. Maneno ya uzima ina hali karibuni 12 ya kuifasiria. Maneno ya uzima ni kitu kia nguvu sana ukikisoma. Neno la uzima manake kila kionyo unasemaka kinatokeaka kweli. Manake neno alikufe. Kijana ambaye anaokoka hawezi kumwambia fienda kuoa kisha mkorogi. Neno lako halina uzima. Ukimwambia mtu ndakuoa ina maana utafanya nini? Hata usikie habari za aina gani utaoa. Ndio maana usikimbilie kuweka habari za kuoa na hujamjua mtu. Ni rahisi sana kumwambia mtu si yakupenda mtu tunachunguzana. Ni rahisi sana afia anakuletea maviatu, anakuletea masakoshi, mashemize kisha unataka muoa juu ya vile. Unaweza tu mwambia msindiko mtumishi wa Mungu unanihudumia.
kwa kazi ya Bwana. Garson zako na ushaambia mtu measikie. Garson anakuwa anakuletea manyumba, gari, viatu, vitu. Lazima labda unawaza uko yatima. Sasa iko anafanya kazi ya kusaidia mtu. Usiishi na mtu juu ya huruma. Olewa na mtu ambaye roho yako inapenda. Oa mtu ambaye roho inapenda. Ukiishi na mtu juu ya huruma, siku huruma itaisha, utapata mulipashoka penda. Na mimi nakwambia ukioa vibaya wale wanawake unakuwa unalamuka usiku au yule mwanaume unamtoroshe. Si akufe hata. Bali wanangoya parapanda. Njoo ile tunasimaka hivi, usioe gisi huko lakini oa gisi utakuwaka. Mtu mmoja aseme amen. Heri mtu akawie lakini aolewe vizuri au aoe vizuri. Jana tumesema pointi kubwa ya kwanza ilikuwa nguvu ya kanisa la mitume ni mafundisho. Sema mafundisho. Mafundisho. Ile ilikuwa pointi kubwa ya kwanza. Na imani huja kwa kusikia nini? Neno la Kristo. Hebu nitege masikio. Nitaongea karibu vitu viwili vitatu hapa. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Huja. Lakini imani huongezeka kwa kuona majibu ya maombi. Yani imani huja kwa kusikia neno. Lakini pia imani huongezeka. Tunaweza kuwa na imani lakini vipimo viko sawa vya imani. Kuna watu ambao wana imani ya kusikia na kuna watu ambao walishatoka kwa level ya kusikia lakini walishaona. Imani ambao Musa alikuwa nao kabla hajavuka bahari ya Shamu na imani ambao alikuwa nao baada ya kuvuka bahari ya Shamu haikuwa na viwango vimoja. Kuna vitu Mungu anaweza kutendea mpaka inaongeza imani. Na unaanza jua Mungu ambaye amenipatia ndoa hata mtoto atanipatia. Mungu ambaye ameniondoa kwenye matatizo haya hata hii pia atanishindia. Kilichomfanya Daudi ampige Goliati ni kukumbuka kwamba kuna siku simba na dubu zilimtokea na akaziangamiza, alafu Goliati atamweka chini. Yaani kuna vitu vingine Mungu anakutendea imani na vileta, lakini navyo vitaleta imani kwa kuongezeka. Hapa nikitabiri Mungu aongeze imani yako tarehe leo kwa kupata matokeo ya jibu ya maombi. Imani huongezeka kwa kuona jibu ya maombi. Kwa tafsiri nyingine, imani bila matendo inakufa. Ndio maana imani yote nyaizae matendo ni imani mfu. Maombi yote nyaina majibu ni maombi ya dini. Kiukweli ni kwamba maombi yote Mkristo anaomba mtakatifu lazima ijibiwe. Inaweza kuwa isijibiwe leo, lakini baada ya siku fulani itajibiwa. Kwani Mungu anajua ukiomba na ujibiwe, nguvu za kuendelea kuomba itakuwa tena. Kwa Mungu anapokujibia anakuambia nguvu za kuomba tena. Hapa nikitabiri maombi yako ingie kwenye majibu. Maombi yako ishi majibu. Sababu tukiishi majibu ya maombi tuna hamu ya kuomba asubuhi tena. Ndio maana hakukuwake muombaji wa nguvu mteori. Kuko muombaji wa Mungu mpratiki. Napanda milima siku 40 nilifanya kinaeka. Hawezi ukaambia dunia uko muombaji wakati majibu za maombi yasionekane. Ndio maana majibu ya maombi inaongea kushinda ushuhuda ya muombaji. Sisi tunaomba, sisi tunakawia maombi. Watu wanahitaji kuangalia result. Majibu za maombi ziko. Sisi tunajua kuhubiri, tunajua kufundisha. Haiwezi kashangaze mtu. Watu wanahitaji kuona maisha yako iko namna gani. Usiende kwa ujumbe ambayo haikufanani. Kila ujumbe watu watatafuta maisha yako. Ukihubiri kwa ajili ya utajiri, lazima waangalie. Ukihubiri kwa ajili ya utakasa, maisha ya mtu ikipigana ujumbe wake, ujumbe haina nguvu. Ndio maana hakuna ujumbe wa kuiga, kuna ujumbe wa kufunuliwa na Bwana anaufunua kwako. Na ukiendelea kuhubiri, lazima maisha yako ifanane na ujumbe. Kuna mtu aseme amen. Mimi napenda kuhubiri eschatology.
Ukihubiri eskatoloji na ukuitwa kwa hayo, unakufa mbele ya wakati. Haiko ujumbe ya mzaha. Lazima uwe umeitwa kwa ajili ya hili. Nimesikia watu wanahubiri habari ya siku za mwisho na kesho wakakufia kwa hoteli. Ni wengi sana. Kuna vingine kwa huduma usiige. Ukihubiri juu ya utajiri, lazima kuachilia baraka za utajiri. Kuna wahubiri wengine unaona wanashangaza watu. Mungu atusaidie sana. Tuache ile. Kila mhubiri kwa hapa ufanane ujumbe. Kuna wakati hautaongea lakini maisha yako inaanza kuongea. Tunasema kama hata wale waabudu walisi wanaanza kuabudu, wanaabudu uongo, maabudu. Tunashuka chini, haiko yulu. Shuka. Paka watu waone huyu jamaa anafanya nini? Anashuka. Lakini sasa unadanganya watu. Magoti yetu inapigwa. Eske magoti inapigwa na uko hivi? Kitu kinafanya bapagani wanakuwa na nguvu kidogo, kila kenye wanasema wanakiishi. Sasa sisi watakatifu hatuingia kwenye matendo ya mitume. Leo nitagusa juu ya nguvu ya pili ya kanisa, nitagusa 2 au 3. Ya pili ya kanisa ya mitume walidumu kwa maombi. Sema kwa maombi. Hiki kitu lazima ukiandika vizuri. Kwa Biblia nitakuwa haraka sana. Kuna aina 12 za maombi. Utaziandika kwa sababu itanipeleka kwenye lengo la somo letu. Kuna aina 12 ya maombi. Lakini ukiangalia kwa kwanza walidumu kwa fundisho. Kisha fundisho wakadumu kwa maombi na mambo ya kufuata. Niseme hivi. Yakobo anasema hivi. Munaomba ampate kwa sababu munaomba vibaya. Lakini Yesu kwa sura 7 ya Mathayo anasema mstari wa 7, ombeni nanyi mtapewa. Ina maana unaposoma kwa ajili ya Yesu anasema ombeni mtapewa, unaamini kwamba kila maombi yako itazaa. Sasa ukikosa majibu, unaenda uliza Yakobo, kwa nini nimeomba lakini sijapewa? Atakujibu anasema, kuomba umeomba lakini umeomba vibaya. Kwa hiyo utakwenda kuangalia kwamba Yesu hajasema uongo. Yesu anaongea ukweli. Sasa unapokosa jibu za maombi, usilaumu Yesu, lakini urudi uende umwambie nifundishe kuomba. Haiwezekani Mkristo uombe hitaji miaka 10 wala isiingie kwenye majibu. Utakuwa unaomba vibaya. Na namna gani tunaweza kusema mtu anaomba vibaya au anaomba vizuri? Shida si kuomba, lakini shida ni kuomba vizuri. Unaweza dumu katika maombi sana na hauombe vizuri. Kuna ndugu zetu ambao wanaenda kwenye maombi siku 40 na wanafuturu, wanaomba lakini nje ya njia. Kwani Yesu alisema lolote mtakaloomba kwa jina langu. Sasa wale watu wanaomba lakini watumie jina la Yesu. Yaani shida si kumaliza nguvu kwenye maombi, lakini shida ni kuomba vizuri. Hata kwa dakika chache majibu unaweza kutakuwa. Acha nikupatie mifano miwili kabla niende kwenye undani. Mwizi mmoja msalabani anaomba, anamwambia Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu kweli, jitoshe hapa na ututoshe hapa. Aliomba lakini akaomba vibaya. Mwenzake akaomba akasema, usinisahau katika ufalme wako. Naye aliomba lakini akaomba vizuri. Yesu hakushiokipe na huyu. Yesu aliangalia mwenye aliomba vizuri. Ukikosa majibu katika maisha ya kiroho, usijitie moyo. Hakikisha kwamba naomba lakini naomba vibaya. Niko naeleweka vizuri? Sasa tuna waombaji wakubwa lakini wanaomba vibaya. Ndio maana ukitembea nao wanakuima hamu ya kutembea na Mungu. Sasa kuna watu kiishi nao unajiuliza kama ndio kutumikia Mungu ya hii maisha, kumbe Mungu si Mungu. Kila mtu mwenye atashikosantre muwepo ya Mungu na alete resultat yenye iko visible, anawaima watu kuendelea nguvu.
Anasema huyu mtu nikifuata Mungu wake, maisha yangu tabadilika. Na Mungu akupeleke kwa ile level. Kuomba si mitihani. Kwamba tunaweza kuitikishana kuomba, lakini ni kuhakikisha ninaomba vizuri. Kwa sababu sitaki niombe vibaya. Hebu sikia sasa zile aina za maombi ili kwamba tujue kuomba vibaya ni namna gani. Kuna maombi ya kwanza ni maombi ya toba. Sema maombi ya toba. Maombi ya msamaha. Na maombi ya toba ni ufungulivu ya majibu ya maombi yako yote. Hauwezi kwenda kwenye maombi wakati maisha yako haiko sawa sawa. Kwani maandiko yanasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Mtoto wako unampenda sana, alafu anakuja kwako anakuletea sahani, anasema papa nipatie chakula nikule. Unakutana sahani kuna uchafu, kuna alifanya choo kwenye sahani. Hauwezi kumpatia chakula. Utamwambia chakula kiko, lakini ili kwamba iwe uende ukasukule sahani au lete sahani nyingine. Hauwezi ukamwombe Mungu ndoa, ukamwombe Mungu nyumba, ukamwombe Mungu upako ambao uko pure wakati maisha yako iko uchafu. Utaichafua. Yaani kuomba vibaya ni kuomba wakati ambapo hauko safi. Unaomba vibaya. Kuna watu wanaisema Mungu nipatie mwanamke anayeokoka. Mungu nipatie mwanamke ambaye anayeokoka. Ni vizuri kuomba vile. Lakini kabla Mungu akupatie mwenye anaokoka, atatafuta ajue kama na wewe unaokoka. Na utafunga maombi, Mungu nipe ambaye anaokoka. Na Mungu anasema kuokoka wako. Lakini ukitaka wapate, wewe kwanza okoka. Kwani kila siku anasema nitafanya msaidizi anayefanana nawe. Yaani kama wewe ni mwizi atakuletea nani? Mwizi ni kwamba wizi uendelee. Unajua nyumba ba infidel wawili mnakuwaka msamaha. Unafikiri ni msamaha za Biblia, kumbe ni hesabu za mabaya. Unasema hata kama wewe nikamata kamenamie tuko tu sawa sawa, baki hapa Mama Mkamba. Kwa sababu wanafanana. Anania alikuwa na ndoa nzuri. Mume muongo na mke msaidizi anayefanana. Tuko sawa sawa. Maombi ya kwanza ni ya msamaha. Maombi ya pili haiko ya msamaha, lakini ni ya kusii. Sema kusii. Mfransi wanaita supplication. Kusii sijui ni itumie kwa aina gani. Yaani kwa Kiswahili kingine kusii manake hapana kuomboleza. Kusii ni kusema kwa Kiingereza please. Sasa ile maombi ya kusii ni maombi ya mtu ambaye iko kwa hitaji lakini hana haki ya kuipata. Kwa hiyo anatumia kitu kinaitwa kusii. Tuko pamoja? Iko kwa hitaji lakini haki ya kukipata hana. Atakachokitumia ni kusii. Na kuna aina ya tatu ya maombi ya kushurutisha. Sema kushurutisha. Ni maombi ya Biblia. Kuna watu wengine ambao hawako kwenye maombi ya kusii, lakini wako kwenye maombi ya yani kwa kutaka Mungu, kwa kutokutaka. Sasa lazima ujue nani anaweza si na nani anaweza kushurutisha. Sasa mtu mwenye alipaswa kuomba maombi ya msamaha akiingia kwa kushurutishwa anapigwa. Kwani Mungu atamuuliza wewe ni nani? Kuna watu ambao wakisimama kibiblia wanaomba hata kama havingi tendeka, wanashurutisha, mbingu zinaangalia kazi zao. Na Mungu anasema watendewe, huyu anapaswa kutendewa. Kwani kazi zake anapaswa kuishi zile baraka. Sasa kanisa hatuwezi kuwa na maombi ya kufanana kwa sababu maisha yetu haifanane. Kuna watu wanaweza kuna watu wanaweza kuomba toba na kuna watu wanaweza kushurutisha. Yaani kitu ambacho hakitakiwe kufanyika.
Shurutisha manake kuamuru kwa namna nyingine. Kuamuru kitu kitokee. Ni kama Elia anasema mvua isinyeshe miaka 3.5. Akabadilisha season. Kwa mipango ya Mungu lazima mvua iwe na jua iwe. Lakini mtu mmoja anasimama anashurutisha. Na mvua inapotea duniani. Nguvu za maombi au maelekezo ya maombi inadepend na degree ya intimite yako na Mungu na sacrifice yako na Mungu. Ukiwa kwenye malevo ya chini, Mungu hakujui kabisa. Kuna maombi ukiomba unapigwa. Ona aina ya maombi, kumkumbusha Mungu. Sema kumkumbusha Mungu. Prière de rappel. Sasa mtu mwenye alikuwa kwenye zambi jana anakuya panza, baba kumbuka, baba kumbuka. Akumbuke nini? Una watu wanaomba lakini wanaomba. Unaweza aje kumwambia Mungu akumbuke wakati maisha yako ikikumbukwa unalainiwa? Mtu aliyekuwa kwenye zambi akienda kwenye maombi ni kumwambia Mungu nini? Nisamehe. Sa kanisa tunakuwaka hatujui nitaomba nini. Tunafuatilianaka. Huyu kwa hapo kunaomba bien na sauti yake njoo nyeko yulu. Unaenda mwele sauti. Anaanza utashuka. Ile ni kuchurutisha Mungu. Utashuka. Utatenda. Mwaka usipite. Na wako hapo ulikuwa mlevi usiku unaona anza utashuka. Utatenda. Mwaka sa Mungu akishuka akukute mwa ile hali. Esi niko naeleweka? Wanani wanaweza kumkumbusha Mungu? Ni watu ambao walishawekesha Mungu madeni. Kwani Mungu anasema nani niko na deni yake nimlipe? Kwani kuna nguvu za kumkopesha Mungu? Mezali anasema anamsaidia maskini anafanya nini? Anamkopesha Mungu. Na kuna watu wa aina hii. Akisikia na jina kanisa na jina kanisa. Akiona mhubiri anakosa pesa ya kuhubiri anampatia pesa ya kuhubiri. Akiona wajana anasaidia wajana na mayatima. Sasa akienda kwenye maombi haende kusii. Anaenda kumkumbusha. Na maombi ya kukumbusha Mungu ni maombi ya nguvu kuliko maombi ya kusii. Maombi yote yenye ina maapui ni maombi ya mhewa. Maombi yenye iko na apui, baba uko Mungu, unatosha, unastahili. Ulitembea na Ibrahimu na Isaac na Yakobo, asante baba. Nami utatembea na mimi. Kwani Ibrahimu alitoa Isaka, nami nikatoa nyumba yangu siku moja. Yaani Mungu iko naangalia venye huko unasema ni kweli. Pana kwenda kwenye maombi, baba nakupenda zaidi ya wote na kuna kamutu kana kusumbua sana, unashindwa kukatala juu ya Yesu. Yote niko nao ni mali yako baba. Mungu anasema kama ni mali yangu ushanipa ngapi? Maombi ya nguvu ni maombi ambayo utaomba na uko naonesha vitu. Baba tumeacha vyote, nakwambia ulishakaacha? Juu uache vyote, ulikuwa na nini? Ukaviacha siku gani? Kuna watu wako wanaacha Yesu hapana juu ya vyote, juu ya sehemu ya vyote. Sasa kuna watu walienda kwa Yesu wakaacha vyote. Walioacha vyote wakiomba watapata tena vyote kwa baba. Shida ni kwamba tunaiga na unaona sasa hapa mtu ayabae. Lakini tuanze maombi sasa. Tutaanza bae. Na unajiuliza mbona alikuwa bae saa zote? Nguvu za kuteta anazo, lakini pumzi ya kuomba hana nayo. Wanaweza kumkumbusha Mungu iwachaguliwa. 5e sorte ya prière ni watu ambao biko na kapasite ya kufanya prière d'autorité. Kwa Kiswahili manake maombi ya mamlaka. Hange na zile maombi. Wale watu waongee mingi. Maombi ya mamlaka haiko sauti ya kabambi. Kwa mhubiri aliniambia, "Sasa pastor tangu ulianza kuhubiri ni miaka mingi lakini sauti yako haiendaki." Juko ritme moya masiria bahubiri ba moya hivi. Bwanawe nawe. Mnaamkani? Mnanyotana. Huyu jamaa yuko njoo. Aisha kuwa hivi. Mtumishi sauti yae. Ni sura ya kazi.
Mais ukifika mwake iko nalomba birai mteno. Birai naisha. Ile sauti. Angalia, kinatosha pepo haiko sauti ya kuire. Oh, ina Prophet Paul sauti enda, haitaenda. Ikienda kazi naisha. Sauti kubwa haiko njoo mhubiri mkubwa, lakini neno likubwa ndani yako. Unaweza ongea sauti ya pata hapa na pepo na kuogopa. Na kwa muru toka na tumbuko yasho unaweza vui. Mlete mshwari, pepo kutuna kuangalia. Mwenzako anakaa nasema na kwa muru toka. Nasema toka. Unaangalia energy yako. Maombi ya mamlaka iko mu intimite yako na Mungu. Njoo kwenye unaweza sema kitu na mbingu ina sahihi. Mbingu haitujue sawa. Kuna kitu unaweza ombea 10 ans na una response. Lakini mtu mmoja mwenye mbingu unajua akikiri kitu kwa ajili yako. Mungu anasema kumbe kuna ile shida. Mbona nilikuwa naomba 10 ans? Mungu sio usiku na kuyua kuko mimi na yua huku. Kuna watu wenye mbingu, kuna watu ambao mbingu inajua. Na Mungu iko tayari kufukuza watu wote mubiro. Jua musikii. Kuna mtu akiabudu, Mungu anambia malaika maserafi muache kwanza. Sasa kitaleta Mungu asikie maabudu, haiko kuchora sauti. Julise Fero alikuwa naye. Mungu ana lazima ba homme puissant, iko na besoin ba homme saint. Parce que Lucifer iko puissant na leo tu iko puissant. Mungu akamwambia wewe na mapuissance yako. Na Mungu sana kushushaka, hasimaka aseme oh anakushusha, anakuacha tu mnifonyo ulikuwa amo, sasa anakuinulia malikuwa chini yako. Anamtia yule yako. Unabakia tu ule na kuimba ile sauti na ile gisi tu ulikuwaka, mtu mama alikuwa chini yako, anakuwa na aliko banakufukuza wewe. Sio unashangalia mshambre, mbona ningali mimi yote? Kila mara unaweza kufanya huduma ambayo inawapendeza watu, lakini hampendezi Mungu. Kikitaleta watu wa kubariki, si kwa sababu uliwapendeza. Acha nikupatie siri. Kuna wakati unaweza hubiri mpaka unapendeza watu na wanakutapa. Hatuyasikia kama mhubiri. Mwimbaji sawa hayakuwaka. Watu wanakutapa na wanakosa transport. Na ulifanya kazi ya ajabu. Ukipendeza Mungu, abata kutapa. Bataguso waranza jazwa, saa kutoka mtu mwana washiwa. Kanisa mwana nilobiri, na baada ya kubiri asumere mwaka kui. Mtumishi Mungu ananiambia nikuletee pesa. Paka kichwa kikaanza niluma sana. Kama sikuletee na. Nikamwambia lete sikulume zaidi. Ile ni tofauti ya kutunga unabii za uongo anipe. Sasa Mungu amemshurutisha kwenye nini siku? Na acha nikwambie, na huduma yako ikipendeza Mungu, hata watu wataikubali. Kwa usiwe na huduma kwanza kuitikisha watu. Mungu kwanza kisha itika. Mungu njoo wa kwanza mwenye hawezi itikisha hivi hivi. Bako terme sema pale juu Mungu asinisikie mbaya. Mais kako kwa yuai muduni. Mwenye anayua yote ni nani? Pale mnashauria siwezi muita muyuai me muyua yote. Ananiambia nisikie mbaya. Hawezi danganya mwenye anayua. Sio comme ton kiamu kanisa. Oh, je vais de quoi prière à 21 jours sec sans manger. Je m'en tombia ka pas sans manger. Sans manger ni boire 21 jours sec. Danganya ba mama. Mimi hawezi mdanganya. Na Mungu hawezi mdanganya. Tushafanya 7 jours sec. Hapo kuna tuona. Paka ukaanza una cyclette. Iko na kufa hivi. Kisha ufanye 21 days. Bila ni bitu angalia. Mimi hawezi nipita yako. Sans manger ni boire 21 jours. Nikiuliza mwa kanisa Jehova Nisi kuko baombaji 7 jours sec washefanya. Sawa. Mais 10 jours sec.
inaweza kuwa wawili au watatu. 15 jours sec. Sijui. 21. Au fait que kitaleta Mungu ajibu haiko jour fanya 21 sec. Unaweza fanya sec unabakia sec. Kitafanya Mungu anajibu ni gratitude yako envers la grâce de Dieu. Hautasema parce que j'ai beaucoup prié Mungu akanipa. Non. Lakini kwa sababu Mungu ni mwema. Na wengi walikosa majibu ya maombi, ni watu wa kujivunia maombi. Ya baba hiyo yomba. Kila siku taomba 7 jours, hapana piga kifua. Kwani kuna watu walishakaifanya. Na siku Mungu atakupatia nyumba na ndoa, haiko maombi yako ya 7 jours. Ni mapendo ya Mungu juu ya maisha yako alikupatia. Wende kwenye maombi ya 7 jours, ukaze relation yako na Mungu. Mulifundishwa maombi vibaya. Acha nikusaidie nikwambie hivi. Mungu hawezi niambia atanipatia mwanamke au mwanaume au gari juu niliomba 7 jours. Haiko Mungu. Ule haiko Mungu. Mtoto wangu anakia Jibril, wala Josué anakuja. Papa uniuzie kiato. Mimi naambia ingia 7 jours. Ule ni Mungu. Ule haiko Mungu. Sisi hatuko wa Kristo. Sisi hatuko waamini. Sisi ni wana wa Mungu aliye hai. Na kuna vitu Mungu anatupatia si kwa sababu tuliomba, lakini kwenye haki ya uzaliwa na Mungu anakupatia nao kwa sababu wewe ni Mungu ana. Kama baba zenu wanaifanya wa kimwili, itakuaje baba wa kiroho? Nikiingia mu 7 jours, mu 10 jours sec, maana inapaka ni renforcer tu intimité yangu na baba. Tuongee vizuri na baba. Hapana kumuomba nyumba na gari wakati kuko mpagani mwenye iko na nyumba na gari na yaingia hata mambo ya vendredi. Tuko pamoja? Muko munarandre Mungu wa roho mubaya. Porque ni ubiri hapa na upako ishuki fungi M5 sec. No? Ni kazi yangu. Haiko kazi yangu. Mwenye kazi yepeke atajiheshimisha mkazi yake. Nikienda kwenye maombi naenda ni charge nguvu. Tuongee na baba yangu. Je peux faire même 100 jours. Burafiki ya baba iendelee, anapeleka madimasio zingine. Mais haiko juu ya viatu, haiko juu ya nyumba, haiko juu ya fiancé. Hakuna. Anatupatia kabia mingi wenye ukuomba kata. Anakushushia navyo. Mtu mmoja aseme amen. Kuna maombi ingine, sijui kama uko unaandika vizuri. Nilisema ya kwanza ya pili, ya tatu, ya ine, prière de rappel. Ya 5, prière d'autorité. Maombi ya mamlaka. Nani shaifanya? Kuko 6e sorte ya prière de combat. Maombi ya vita, sema ya vita. Sasa niulize hivi ndugu zangu wapendwa, mwenye iko mzambi anaweza fanya vita? Shetani atauliza nani huyu? Maombi ya vita haiko maombi ya kila mtu. Ni mtu mwenye iko na zile silaha zote za Mungu: ukweli, imani, injili, okovu. Akienda kwenye maombi ya vita, ushindi itakuwa. Parce que mkomba spirituel hamuna match ni au réussir au échouer. Na uwezi échouer kama kwa présence ya Mungu. Hauwezi. 7e sorte ya prière ni ile wanasema maombi ya kudumu, prier sans cesse. Ile haiko maombi ya kutafuta majibu. Na ndio maombi ya bagra. Ye haombe juu ya majibu, anaomba juu ya dumu. Manake majibu ifike wala isifike, iko maombi. Na ile kitu naitwa vie de prière. Haiko tena prière, inatoka mprière na geuka vie de prière. 7 jours kumlima. Na narudio na mwambia frère, kwa milima 7 jours ulipata nini? Anakuambia no, nilipata haiko vya kuonekana na macho ya mwili. Nilipata kinyawezi pata. Tena après 7 jours tena nenda tena. Ni mtu mwenye niliona mtu mwa Mombasa na kuvolai kunasema kwa lugha. Yanda robosha kainde rebosha. Iko na kanisa 32000 membres.
Naitwa Bishop Lai. Huyu jamaa alikuwa hapa anaweza kumfahamu. Indereboshika yanda raba baba. Sasa nikaongea kanambia hapo bila kusikia Mungu anaongea kitu gani. Kwa sababu naishi na Waislamu na wanabatizwa kila siku kanisani. Ili majini yanguke lazima niwe contact na Mungu saa zote hizi. Mtu ana pesa na kila kitu. Nilikuwa na mtoto wake huo tunazunguka naye. Iko ananielezea maisha ya baba yake, unajiuliza huyu mtu ni mtu wa aina gani? Ni watu wasiokuwa wa kawaida. Mtu ambaye ana maisha ya maombi, haiko mwenzako. Hakufe rafla. Kila kitu anaagizwa. Haishi ma surprise. Ni mtu ambaye anaishi kwa revelation. Anajua hiki kitatokea. Hata kwenye safari unaweza kumwambia kula na kumwambia sikunywe soda saizi. Niko kwenye maombi. Yaani maisha yake ni maisha ya maombi. Na watu wengi wanahitaji maisha ya Ukristo bora, lakini hawahitaji maisha ya maombi. Kwani maisha ya maombi ni maisha ya sacrifice. Waombaji wanaingia kwenye uwepo wa Mungu, lakini mwenye maisha ya maombi anaishi kwenye uwepo wa Mungu. Sasa kuna tofauti ya kuingia na kuishi. Kwani ukiingia utatoka, lakini kuishi ni kuishi. Hata kwenye shule mtu yuko kule. Sasa uende uwa mwanamke mwenye yuko mwepo wa Mungu. Bwana uishi uwepo ya Mungu. Hata mtu aguse sahani ya mwene mnyumba paf chini na mapepo. Kwani watu wote wako kwenye uwepo. Na ile nguvu ya kanisa. Maisha ya maombi. Yaani watu wanapanga maombi usiku na mchana. Na mtu mwenye iko na maisha ya maombi, akifanya juma mzima afanye mafungo wala mwezi mmoja, kuna wakati anakuwa anasema niko nakula, niko mjene. Hayakufikiaga? Si niko mjene. Utakatifu haiku yake mu decision. Croyance ndio inakiaka mu decision. Mais sainteté ni resultat ya sacrifice ya prière. Ile muweke mkichwa. Kuna majaribu hautashinda juu lilapa. Kwani Petro mwenyewe alisema sitakukana, lakini akalala saa za maombi akakana. Kuna wengine utakatifu wenye maombi yo peke ndio itakwempoza kanayo. Niko naeleweka? Kuko maombi ya aina nyingine ni prière d'intercession. Maombi ya waombezi. Wale watu wajiombeaki. Wale watu wanaombea wengine. Anaweza kufanya siku 4 kwenye maombi, siku 5 haya semaka jina lake. Anakaa iko nasema Mungu kumbuka Mungu iko, kumbuka mtendee. Na namaliza. Kanisa ambayo iko na mafundisho inakuwaka na comité de soutien ya pasteur. Nikupatie mfano. Kwa Justin. Kwa hapa ndugu Patrick. Nikupatie example fila karibu. Napenda hizi mfano. Leta kiti hapa. Haleluya. Tia kiti pale. Ni kala pale. Fila ikala pale. Ukiseme huyu ndio Musa ni mfano. Na Mungu anasema akiweka mkono juu anashinda. Weka mkono juu. Anaweka weka juu. Anaweka juu. Tena Musa alikuwa anakaa kwa nini? Kwa lijiwe, hapana kwa kiti. Alikuwa kwa jiwe. So Aaron na Huri karibu yake. So, mzee akubambiaka akashigamba. Hata wewe kuna upako. Utafanya 3 heures. Na maandiko nasema akichoka na shusha Israeli inapigwa. Weka mkono juu. Aba ndugu niko natambia ba Musa hivi ba leader na mimi niko katikati yao. Mungu akileta watu kwa maisha yako akubalita juu kuassiste tu. Biko na kitu walikia kupatia kenyewe hauna. So, ukineglige presence ya watu Mungu anatia karibu yako utakufa. Unasikia leader mwana anasema hivi. Hii kanisa yote sina mtu wa kuachia kazi. Manake yenjo haiko mtu. Mungu hata alitaka mtu karibu yako mwenye akie kuleta un plus muhuduma yako. Est-ce que mnaeleweka? Okay, kitu ya pili ni niambie ba Uri na Harun.
Baro na huri ya leo. Unabangifai. Bangiona Musa na choka kisha banainua yao. Mungu abaone. Via shanguka. Tufungule na shetu hapa chini. Eske niko hapa? Via hakuna. Ifo nianze boro huko yulu. Na hapa Kristo wote batoki. Balkanisation. Na kuko babaya, kuko mafaka sana diviser. Yana fa lèvement, maki bote. Alema de l'église, bako nasema kanisa alifanya nini? Unafika alikuchafula yako yote. Or Aaron na Uri walikuwa wanajua kama weka mikono. Hata mikono ya vie inachoka, me Mungu ayue yetu. Mikono inajulikana ni mikono yomo yanachoka. Kumbe mkamate hapa. Mungu anajua mikono juu, njoo mikono ilipataka problemi wakati ya Mungu anaongea na Musa kule kumilima, ikapata ukoma, njoo mikono ni Mungu anajua. Sasa hii yenu mkiweka Mungu aijue. Yes. Amen. Okay, niulize kanisa hivi. Juu ya nini acha hii? Bana we. Juu ya nini huri au kamata yote mbili kamata? Nakuwa kumsulubisha sasa. Iliomba Aaron Uri akamate moya na Aaron moya. Donc un leader iko na besoin ya soutien physique na soutien spirituel. Ile mbili inahitajika, moya haitoshe. Yes. Leader lazima kuwe na waombaji yake ya kiroho na wahudumu wanaomhudumia kimwili. Juu mkono ya kuume ni alama ya kiroho na ya kushoto ni alama ya kimwili. Pasteri mwiko na level ya juu. Hajuake kunyumba kama depo ya chakula iliishi. Watoto yake watasoma namna gani? Hawezi yu. Alipa franga kwa masomo, atafika kwanza kwae. Kila mtu iko na besoin ya kumuona. Donc hautasikia sema o Kristo ya kilome iko nauza bunga mu depo. Meshie soko na préparer message, kapeti mko kana kianjaya. Ameyakula se tangia jana. Upako ulikuwa nao yote. Ndio magojo. Lakini kama Mungu ataleta Huri na Haruni mkanisa, ni waombaji tu ya kuinua mtumishi wa Mungu. Wengine pia mali yao ni ya kupeleka mtumishi wa Mungu. Kanisa itaenda. Mrudi fasiano. Kuna mtu aseme amen. Lakini kuliko ukwe na watu wa kukuinua mikono, wanakuwa na kushusha. Una maana kushusha? Vitu viwili. Manake kiroho banakukwaza, kimwili banakulomba pesa. Unafaa permanence uko unapokea tu ya kiroho, kila mtu atakana kialomba franga. Na wewe hauna franga. Mkono utafanya nini? Itashuka. Na huduma itaenda fasi. Kuko vitamina pataka mkanisa nimehubiri zamani. Siipate kwa sababu yangu. Naipata kwa sababu yako. Ukiwa na baba wa kiroho mwenye iko very strong, lazima ujue kama vita yako inataka kwake. Ulikia mkanisa, ulitaka kufa, walisema tarehe atakufa, anaomba pepo zinatoka za kumuua. Ulikuwa hapa na uko na tamasi juu ya wizi, anakuombea inatoka. Shetani anakuja na realize nani anafanya hiki? Ni ule mtumishi. Kumbe tuache wa Kristo tumpige. Tukimgonga yeye, kanisa litaangamia. Sasa bana mjaribia bana mgonga, baki mraisi, mnaanza kritike mkartie. Watumishi ya tumbo. Kumbe vita vyako ndivyo vilifanya hivyo. Lazima kuwachukulia watumishi wa Mungu. Mtu mmoja aseme amen. Okay, nizungumze pointi ya mwisho ili kwamba tuangalie tutaenda wapi. Sema ushirika. Shemasi funga mlango tumalizie pale. Unajua maana ya ushirika? Ushirika haiko kukuya umu ke tunashirikiana. Ushirika manake hakuna mwenye iko na chaki sauf mwanamke. Maki ukifurahia hii triko ya David, Pasteur David, unamwambia pre-kilt nipe ile triko. Anakwambia tuende kupale. Ni itoshe au nikufulie naye.
Hamtasema amen. Unamwambia ile gari yako nipe. Usianzie kumia. Kwani ndiko nasema aliye na mbili? Niko na ngapi? Yes, dad. Je jusqu'à le prochain après qui? Uko na kiato. Unasikia nguvu ya kanisa? Viato 2 3 4 mwenzako ana viato. Wewe uko naye. Atakwambia. Na kwanza mwingine asikwambie kwani kuna viatu vinakwambiaka. Fulani mbele mwenzako anakuambia nitosha kiato nitosha. Depuis lundi mpaka samedi ni kwa. Wende msakoshi. Na tutaifanya leo. Ndio tukiakutana. Haiko kesho yake. Mgeuke mwambie utanipa. Tena utanipa yosha choka. Hapa kwa kutaka, kwa kutokutaka. Fabrice utanipa. Utanipa. Haiko sio ndajiuliza. Leo hapa ni kupana. Tunaishi kwa kushika. Ndaanzia kwa kila mtu kushia hapa utapatia mwenzako. Tile mokwe. Sasa vraiment kwa pas maombi kwa. Unatafuta 10 personnes wapatia 10 vesti. Nibakie mikono wazi. 10 personnes 10 vesti. Kisha nyinyi mnaanza na nyinyi. Maana valizi yangu ya mavesti. Niko naangalia mwili zinanienea. Usikie jaribu sasa mbona aniite. David. 10 personnes combien? Complet. Tena zile vesti zangu za kufichika. Narcisse kwa mwili yako na itika. Pascal. Unisabilie mzuri. Fabrice Desion. Haita maana. Usipinge baraka za ndugu. Basta kwa hiyo. Bi person kesho mnakia kwa saa ngapi? 8h, 6h gani? Ni makubazuku. 1 2 3 4 5 6 7. Si ifanye kwa ajili watu wanione. Na ifanye ili kwamba mpate mfano mzuri. 10 personnes, 10 vestes. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moïse Koulé. Il est à manière. Il t'approuvera combien? 28, tu vas calculer. Combien il est? Unashimasa moko na cheza. Itamwenea au ita? Ah non, utapunguza sawa. Ni bahati yake. Niko na besoin ya 5 personnes, 5 chemises. Claude de Courage. Hii ngali example yangu. Kisha tunaanza kunyia. Mais où nous veste? Où nous veste wote nda kushemizi. Msikujaribia. Hapana. Ni bahati yake. Wanda kushemizi. Viki kwa. Viki kwa. Kushemizi. Tunakia 3 personnes. Bengine 3 wakui. Fila kuya. Fila kuya na veste depuis na kona. On va partir à 11e veste. Oui, chemise aussi pique. 3 personnes et la chemise qui est kabisa sana. Amena sana wewe kwa. Kwa hiyo kwa sababu hapa tuko na itakuenea au itakuwa lungu. Hapa tunakuwa na kesho 8h niko kwa nyumba mwakia kamata maveste na chemise. Mwa tulichagua juu ya chemise asiende kwa veste.
juu ya Yakobo biko wanaweza kula baraka ya wengine. Ngoje fasi ile Yesu ifanye kwa mfano tu, ile itaonekana kesho. Justin kesho ya kiatu au kushimama kiatu tamane. Wanajua wanaweza sema wapatie kiatu, kumbe inakuwa mrefu na yeye miguu yake inaenea vizuri. Takia juu ya kiatu, mwingine mmoja juu ya kiatu na mwenye sasa ozana veste na sina pochote oko ya ndako lobi oko ya eko mi combien. Ok, mwingine mwatapana pande yako, mwingine mwenye utavide valize yako. Ukijisikia kusomesha yatima moja hapa au kubariki mjane moja, simama hapa. Ukijisikia kupana manguo yako yote, simama hapa. Ukijisikia kupana ile television yako ya nyonjo, kombata utakia kupatia television au kupatia 30 pouces ya kutia mwako. Sasa unafanya mariage, bibi anaiona. Naona jisikia sogea hapa mbele. Ya iko asi iko najionesha matendo ya mitume. Kanisa ya maneno. Ongea. Amen. Mimi ndio papa saki ya bunga, saki ya mchele na ya makana. Amen. Nilikuwa sina. Mama atapatia fiba wili mwangu yake. Beba anaweza muenea. Basogea. Wanaweza enea mwangu zake basogea. Chakula tunaona. Utaona utapatia. Wasible kule. Esther anaweza pala bila. Kule Yesu maneno. Wewe peke uangalie. Jean. Nijaribu. Utashauri. Mwingine asogee mbele. Hata kama ukuya hapa mbele zako masikio, mwambie saa kutoka ukeniona. Na upatia viatu yangu yote. Ukiona nywele yake huyo mbenda kunyolesha. Au utakosa kia kutendea mwenzako mema. Karibu. Ndasomesha yatima mmoja. Atasomesha yatima mmoja. Sasa mtoto yatima nyinyi wote. Nani myatima mwaiko na difficulty ya kusoma? Aweke mkono hiyo. Wa mprimaire. Sasa kumuuliza tena. Inaweza kuwa ni yatima mwenye sengine iko njoo anasoma doktora. Bado doktora hapa. Yeye Njoo mwenye anafaa precise primaire na secondaire. Nani yatima wako mprimaire au secondaire? Mwaiko yatima mwenye iko mprimaire au secondaire. Okay, haiko wa mama uko na umoja? Umoja. Iko mprimaire? Somo gani? Nasema umoja. Utampatia jina. Upasta, umpatie masomo, atakuwa analipa hii mwaka yote. Tupigie makofi na ndio nasogea. Bwana Yesu asifiwe. anasomea hapa kurejo. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeelewa kama Roho Mtakatifu jo ameongea. Busiku tulikamata decision mwetu mnyumba mbele tulale. Ya kusema tutoe vitu vyote vya mwetu tubilete hapa kukanisa bijengee Mungu. Sasha tutapatia yatima. Tunatapatia Mungu bitu vyote, make biti, bitanda, matela, kila kitu. Kanisa tume gari baende bileta, haiko kovu ya mpya. Ni kitu kile tunajua tuko nafanya. Asante. Amen. Tapatia ou les frères, tapatia ensemble à vista.
Niko mgeni, ça fait au moins 3 à 4 jours nilikuwa participer kufuata pasteur. Mais asubuhi nilikuwa na frère yeye ni mwinvité Guilain. Mais kwa problème ya telefone, ndakamata charge ya telefone ya bien. Badala siaona tababa Mungu nipe ndoro. Haleluya. Na nene na kwa Bukavu. Na mimi napatia le frère chemise wala tricot. Hapana, huyu hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ule kaka pale anabarikia sana. Wakati anakuwa na ubiri na chengo sana vizuri. Dominique anaweza simama, alors ndampa $10. Mungu ambariki. Okay, mimi nilikuwa siambie Sara. Nisamee. Mie niko na bichi mnyumba ya bei chini ya valeur ya $700. Nilipatia Prophet Paul. Tunale kubirani. Mimi ndugu Viki niko na $10 hapo na sekamata. Na si wakati nilikuwa ningali mwembamba niko na pantalon niliuzaka $50. Ndaweza patia ndugu Prophet, tunaleta gari kwa nyumba kesho. Na watuletea miracle. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi sijue nifanye nini, lakini kile ambacho kiko ndani ya roho ndio nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka siku moja nilifanyaka hivi tena, nikashtuka Mungu anani surprise. Na telefoni yangu niko nayo ni ya bei chini, sio bei kali sana, lakini naijisikia kuitolea rafiki yangu ambaye alikuwa hana simu ya Android, anajiuliza ataununua siku gani. Najisikia tu nimpatie, alafu Mungu ashughulike na mambo mengine. Ndugu Kimsi ataichukua jioni wakati tunatoka. Siruhusie mtu kutoka. Haleluya. Na mimi nimeshukuru sana, tena nimefurahi kwa kipindi sababu tujawahi kukiona. Haleluya. Amen. Na kwa kulingana na mafundisho ambayo mchungaji anatufundisha, nina nguo mzuri walinibariki, sevala ni mpya, tampatia mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi napatia ndugu Bive, nampatia gilet. Akampa gilet. Amina. Na mimi ndugu Chiza ule mwana kupana gilet, alifuata kiato mwana nipatia. Na frère Promesse, niko na veste utakie kamata kwangu. Wewe kiato unafuata. Inakuwa yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naona sitakosa pokea baraka hapa nyumbani kwa mikono ya dadi. Hii shile yangu fani patie mtu mwenye hana. Apia ikamata sai mimi naipa. Sai. Kwa kule huko. Karibu kamate. Utakia nikupatie kiato. Walisha. Amina sana. Ni baraka hii. Na unakuwa na upako ya kuhubiri. Amen. Amen. Na mimi nataka dada umoya mwenye anapenda. Akiye nifata kunyumba, ataangalia maviatu yangu yote ya wapi na mfurahisha na kamata. Mr. Propose qui 40. Signor Sissa.
wa 40 jours atakufa. Kama uko mwenye amepata diplome d'etat lakini hana moyen ya kusoma universite, ndamkamata en charge. Amen. Ni huyu. Haitakuwa charge ya mbaya. Beni ya charge tu. Okay, utamwona. Atakusomesha universite. G1 tout au GD. Yote. Wende msalimie. Atamkamata en charge. Mwingine asogee kuya huko tu. Usikuwe na roho ya kutaka kupewa, lakini uko na roho ya kupana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nasikia nipitie kipindi na niangalie watu ambao naweza kusaidia kupata mapato yangu. Ya kwanza uzia binti ya papa maombi, sio kama naitani kitenge pani ule mwimbaji mwembamba Rasha. Ile ni kitu ya kwanza nitafanya kwake. Nasema nitamuzia pani kikwembe bichi. Ingine nitafanya, ninabariki Rikame sio kwa hapo, ndampatia vest afike kwangu magharibi saa aende kwa la vest. Ya tatu ninafanya hivi, niko mganga, je coordonne le centre médical Gloire à Dieu, na hii ni témoignage nilikuwa nafanya mais acha ni profiter kwa ita. Nafanyaka vyote, maakti operatoire yote ninafanyaka. Nikusema kwa kila mtoto wa Jovanis wote mweko na problem, surtout ya santé. Niko na centre yangu ya mtu. Nilitoka kwa mazabao ya Jovanis. Grâce ya prière ya hapa ndio maana nilifungulaka. Par rapport ya puissance ya prière kufuatana na kisibabu iko na pili. Na nikipanga centre médical Gloire à Dieu. Kupa mingi tusasaidia. Nikusema hivi, hata papa anajua anasaka pafika. Nikusema unaweza kuwa na ndugu yako mwenye iko na kaya operatoire. Soit ya césarienne au appendicite, myome terrain, hernie, soit ingine scrotale, tout ça. Kama hernie. Tunaifanyaka tena kwa haraka sana. Nikusema hivi, kama unapata ule mtu wako au wewe ndio kuna problem au mtoto wako mwanza kwa ile shida, anapigia papa, ananiita, mimi pia nitamsaidia kwa ile nati. Sasa siku zinakuja tutawaza ile dispensaire yake itoke kule kwenye iko hapa karibu barabara Ndosho. Haiko Ndosho ya kule karibu Ngutromba. Iamie karibu na kanisa huko, kwa sababu itakuwa utukufu wa Mungu. Na anatunza vizuri na resultats za kila aina ziko na watu mingi wanaprofite. Sasa inakuwa neema kwetu. Kwa hiyo Mungu ni mkubwa sana. Matendo ya Bwana asifiwe. Na mimi nilikuwa natafuta hii wakati hii okazio sawa na hii, na leo bila profite. Nilikuwa mgonjwa sana tabani. Nilikuwa nimekufa. Wenyewe walinifufula ni watumishi ya Jehova Nisi. Amen. Kichwa iliniweka tabani muda wa miezi. Nilipita kila hospitali kutafuta matibabu, sikupona. Nilifika mpaka kusante mentale wakashindwa. Lakini batumishi ya Jehova Nisi wakakuja kuniombea nikapona, na hivi niko mzima. Amen. Kwa hiyo nikatoa naziri kwa Mungu
nitasapoti kazi ya Mungu kwa pesa. Na naanza sasa hivi kusapoti mchungaji kwa huduma za nyumbani, na nitataka kila atakayependa kuja kujiunga na mimi tufanye kamati komite de soutien juu ya familia nyumba ya mchungaji, tutavifanya akaribie. Amen. Asifiwe. Na mimi nashukuru Mungu sana parce que anajibia reketi yangu nilikuwa nayo ya kwanza, na ndapatia dada moko prière Kikwembe Libayana Kiayulu, kisha na ndapatia mwingine dada tu asaye na ingine ya Kikwembe. Karibu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi niko na ile cote nilikuwa sana isape dimanche, donc moi tena sina choix. Frère Jonathan utaikamata sina toka kwa lavage. Amen. Amen. Na mimi napatia grand frère le blanc. Nampatia chemise mbili, napatia Dr. Patrick Enfante, bien napenda sana. Amen, amen. Frère Ishar Aiko. En fait, à quoi être contacté en quelque chose de il t'a empathé à la télévision, votre 32 pouces. Bastante più bello. Contact. Amen. Niko na deux vestes zangu za bien ndazipatia papa combattant. Amen. Papa Fred Moise Shimam. Moise, nilipatia veste. Uko mba veste? Veste kupatia. Hapana. Nilitaka kupatia mwatia garantia nyumba yako. Tutaonana. Utaniambia juu ya nyumba yako, tutapatia mwatie dimanche. Karibu. Unataka sema? Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Na mie vile ndugu Rika monsieur Koyeko. Rika. Atapita kunyumba atakia kamata hii biatu mimi navala na ndio yayo. Yo kunyumba. Mais également Dr. Narcisse Nebo Vesti atakia kamata kunyumba. Bwana asifiwe. En fait, tunashukuru Mungu juu ya opportunity anatupatia tufanye hii acte mu église. Niko na barafiki yangu wanakuwa na habitude ya kuingia mshambre yangu, wanaambia mais John openda kivala soit veste ma cravate. Alors Moses ile veste unakie kamata, donc ça na ile veste ngine unakie kamata na toute ma cravate toute unatukamata. Donc ça ndio poste ni alikame. Haleluya. Nashukuru Mungu sana kwa hii vision mchungaji iko nayo. Mie d'habitude mimi napala na mambo toujours mu quartier parce que ba jeune wana sasa mimi nasema natoka kwenda misa kwa anifuataka mkubwa, mimi napenda kitu fulani, donc mimi napana toujours. Lakini mimi nafika kwa fila, mimi nikalala chini kwa fila. Na nilienda Lubumbashi nikarudia file iko toujours mojo vanisi. Ananiinspire sana huyo petit. Niko na mashemise kwangu, utakia ngala mgarde robe kitachagua. Na tena costume yangu ni fana mariage. Niko pa ni mupe monsieur kumene poste. Sasa kuna kitu anasema hapa kia nguvu sana. Mashemise tunakamata na costume ya mariage. Ça c'est prophétique ça. Sasa hauna biti. Maana biti ya prophète Paul litahamia kwako. Amen. Ndio sana. Biti ya prophète Paul inahamia kwako. Amen. Biti ya kwangu naenda kwa prophète Paul. Kisha mimi kwa Mungu, biti ya kwa Mungu. Prophète Paul anasema huyu mama simama Jean,
Prophet Paul anasema atakupatia yola mbili ya nguo. Na mimi nakuja jacket juu ya baridi masengle. Kama hiver. Bwana Yesu asifiwe. Niko na telefone ka Nokia 8310. Bibi ya papa Justin Kapendaka akasema atauza ya vile. Asa ndampatie ya mwingale ya mupi. Haleluya. Bwana asifiwe. Niko najiuliza na mimi kana pana nini? Ndipo nilishimama hapa. Ukaremarke nishaanza bana chemise moi semaine. Chemise moi mimi nilirudia hata mara mbili. Okay, nishaanza nina pana mango shaishi. Sasa niko najiuliza hapa. Mena na patia papa Albert sasa taama ndamuuzia viti. Amen. Ndio sina kabisa pesa lakini najitahidi. Mama tano ndabauzia mayola bakashikabula. Jana siko na yola tena unakuya. Acha benye wanapata. Wewe kupatia hata mkuzu. Bale ni mama tano. Okay, ça va. Mama tano sawa. Mshenea, mrudi fasili. Mwenye kwa sita tajipatia ipe. Okay. Papa Albert unasikia? Watakuzia viti sawa na hama. Mwele ni bako viti ya ziene. Kwa mama tano yola yangu. Kitu kingine tumangotoa mtotowakia mwenye atakuwa shapu anafika kunyumba au unapenda fila hali yako. Mimi nitakuwa naangalia mwasha pata. Ndio condition. Kama ushapata tu ya mingi. Frère wa rouge unaiwa kwake? Okay sawa. Na wazia ile nyingine kwa makofi kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nilikuwa na kidogo simu yangu ya Telman. Sasa tunatoka ndapatia frère Patrice, papa Patrice. Patrice. Ndampatia kodi atenda vide. Tutaanzilia kupya. Narcisse Kwe. Ana vide compte. Tutaanzia kupya. Maana ndampa kodi anaenda natosha. Amen. Makofi kwa Yesu. Okay, nilitaka watu wakakamatia kwa Narcisse nyumba. Ifuato kwao waikale kwake. Si ni baraka ile. Utapana mwezi mmoja, hapana ya deni. Utapana dimanche upita karibu. Utamata nyumba ngapi? Asia samba. Matendo ya funga mlango pale. Presse unaenda wapi? Okay. Yeye karibuni hapa atanani. Sasa utakamata nyumba ya $100 au $50. Utaona tutapresente watu, mtakamata mwezi mmoja tuambie. Sawa. Mimi na hiyo ushakuwa na nyumba. Okay dada. Uko kwa maveste. Nitakupatia nyingine. Amen. Okay. Napatia sœur Lydie. Akiachagua mgarderobe yangu ensemble atapenda. Ndio nani Lydie? Sœur Lydie anaipata. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Napatia aussi ou dada mko family timeje nishampenda maji. Ndampatia gardasha peke chagula ya tapenda. Ndugu ikala basi. Naona hata mtu. Okay, Pastor Olivier. Karibu. Amen. Amen. Na mimi nakusiwa moyo wangu napanda kubariki mtumishi wa Mungu kwa kutapatia kwa ensemble la koti ya mzuri sana wote. Amen. Ensemble la koti ya mzuri sana. Okay. Bwana sifiwe. Na mimi frère mwenye nataka adati pale ku salon yako. Tokia kesho njona. Christophe.
Atakia kamata ensemble ya veste. Na mimi waliuza viti, nilikuwa na tapia niliuza, wanipatia. Papa tunataka tapia mwake na viti na television. Mungu akubariki sana. Pia na kesho pia. Amen. Hata tunalala hapa ni mubaya. Aone kama activity ya mbinguni. Sababu maisha funga roho sema yaniona, sio nani. Bwana sifiwe. Muda rafika ni muda mzuri, lakini sina grand chose ya kufanya. Mimi naona hii montre yangu jinsi nipenda sana, mimi naibariki na Fred. Inshallah hii montre anakufurahishaka. Anakufurahishaka. Amen. Mungu akubariki sana. Mnaenda pigwa pendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru Mungu sana kwa hiyo. Wakia 5 minutes. Ni iko saa Mungu ndio alipermettre nilikuwa nisha promettre les blancs que ndampatia. Nani le blanc unasema? Yeah. Ni depuis semaine passée ni promettre kakiakuye kwangu mango yenye tamwenea na viatu ndampatia. Voilà que occasion inatokea na formation ya CD yeye sitamlipisha, atasoma bure na mpaka siku ataanza piga sawa mimi ndio moja. Sawa wewe. Mungu akubariki. Amen. Atapatia souriante Kikwembe. Iko wapi souriante? Cheko. Ule ni mcheshi. Haleluya. Watakupatia Kikwembe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni opportunity kabisa. Nilikuwa niko kwa madhabahu, mtu mmoja kaona viatu yangu. Sitaki fio mkanisa. Siuwe ule mtu aliguswa na mimi. Mimi nilikuwa navala kiatu, mimi naipenda sana. Ndio. Akaniambia unipe hii kiatu. Ndio. Depuis aliniambia kabisa. Shako sana. Sikujisikia kumupa. Juu kiatu kimoja kia shere nilikuwa nayo. Lakini au travers mafundisho mchungaji ule ndugu akuingia, lakini I promise ule ndugu nitampea kile kiatu. Mungu akubariki sana. Matendo ya na hii tunafanya hapa ni mwanzo. Maana mnaendelea msimu, unaweza wewe mtu unapatia mtu nyumba au unampatia gari. Sema inawezekana. C'est ça l'église. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi niko na vest yenye baba yangu mchungaji alitosha kwa madhabahu akanivalisha hayo. Kama mnajua pastor Elisha Shabade dadi ni wa munene sana. Akaitosha akanivalisha hayo. Alitosha kwa madhabahu. Akaitosha kwa madhabahu, akaitoshea kwa madhabahu akanivalisha hayo. Akaniambia mimi nakupatia hii vest. Mimi na mimi sijui nakupatia ujia nini. Lakini alinipatia ile vest ça fait au moins 3 mois si ivala. Hawezi kuenea tu. Na nishaipunguzisha mimi si ivala. Mais iko sasa ilikuwa nangoa tu journée ya leo. Na mimi ile vest ndaitosha kesho asubuhi niko niletea papa President Ishara. Namfurahia sana na nampendaka sana. Kesho namletea ile vest hata kama iko sasa iko na CD. Aisha sikia. Ishara sikia. Kwa nini baliza sikia? Mungu akubariki sana. Ishara kwa ngambo zote. Okay. Bwana sifiwe. Amen. Mimi nitapatia ile grafari. Kulipa. Kwa chemise Kikwembe. Beti yako hii. Na ule wa nyuma nitapatia chemise bora. Makofi kwa ajili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nitabakia tu nisitoe, lakini roho inanikosesha. Na mimi nakosa amani. Na mimi nitasema kisi na sisi atahama na mimi ndamuzia kitanda. Na niko na mangoya mingi. Sijui kama nife nini. Mwenye atakuwa na hitaji ataniona tu. Makofi kwa ajili ya Yesu. Mbele ya kwenda kuomba nguo, angalia mwili yako.
Sema utapunguzisha hapa. Okay, sawa. Amen, Église. Frère Narcisse, nini ile? Kitanda hivi. Bwana asifiwe. Amen. Amen, amen. Nilikuwa naikala kule, nilikuwa na heroin, akaniambia seme anapenda hivi atongo mimi napanga. Kwa msa kesho ndamletea unanisha bala vingine juu nisende na niko tembea mguu chini. Mimi nakuona veste mwa hivi ya majifu yenye sia valaka. Divin mnamuiwa? Divin iko na difficulté mwaka pashwe soma lakini kanisa tukumsomesha. Tafanya kazi mali iko nasoma university. Iko nasoma 6e. Mwaka kanisa itamsomesha. Asibakie kwa nyumba. Utapana kiatu mpatie mkono. Le frère Chiza aussi nilikuwa na ile veste mpale, nilikuwa naingia mshamba yangu anaangalia magoro kisha ananiambia sema ile bora anapenda. Mimi nikamfungia roho cette fois-ci leo nitampatia. Ulifunga roho? Okay, ndiko loba. Alléluia, Église. C'est juste que je viens d'acheter ça aujourd'hui. Un pantalon de numéro 33. Il vient d'acheter un pantalon de numéro 33. C'est lui qui peut prendre ça, il peut venir là. Mwenye ataikamata anaweza kamata. Patia huko. Ndiye kubariki. Amen. Na mimi niko na accessoires za maveste. Tapatia Fred kama cravate moja na Fred dive kuko accessoires zingine c'est-à-dire mane za mzuri tu ndampatia na frère mwenye lecteur wa Biblia anatusomea Biblia huko Simon Jonathan. Iko pale hizo. Iko. Ndamtafutia chemise mbili za mzuri. Makofi kwa Yesu. Baadhi unaenda wapi kala pale tunamaliza. Undaleta vitu. Undaleta. Untampatia vitu yake wewe ulete. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi nakuwa na ensemble ya veste, c'est valable pour hapa. Nipatia frère Dieu merci na franga za lavage. Mais aussi napatia Jonathan chemise en mweupe mweupe na les blancs pantalon yangu. Apiga. Mpatie sauti. Alléluia. Ndauzia frère Jonathan chemise, pantalon na kiatu. Amen. Na ndapatia Serwina ensemble mbili. Itamwene. Mama vero mbili. Wina mbili, mama vero mbili. Na bibi akilupa. Amen. Tunamalizia kwake. Bwana siwe. Bwana siwe. Na le bogari. Le bogari. Le bogari atakia kwa kesho. Ndampatia manguo, pantalon na chemise. Amen. Le bogari ribe. Anafaa hivi, uko askari. Franga iko mzuri. Okay. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mimi nashukuru Mungu sana kwa hii act. Na mimi niko jeune ambaye mnatumikia Mungu kwa Eglise ADV kwa Pasteur François na Pasteur Patrick, wale wazee tunapasa gisi ya kutoa. Na gisi niko hapa donc yangu yote nishaanza na kupana tu mkazi ya Mungu. Nimake natembeleaka masambaka nyango hapa na kwetu wazazi wangu washaka nitaka kina kwa kafu. Parce que unatumikaka nikipata pesa yote nataka tu mkazi ya Mungu. Na action yenye papa anaisha pale akutosha vitu yake yote na nijenga sana. Na mimi naangalia mali yangu yote, si nilikuwa na telefoni, nilikuwa na Android, lakini sina telefoni. Nilipana juu kazi ya Mungu shimama. Alors mimi naona niko na hamu ya kutoa, lakini sina kitu. Mimi naangalia mshakoshi yangu, niko na chemise moja mzuri sana yenye baba yangu aliniuziaka. Alors ile chemise sitasema sisi nipatia mtu fulani mwenye ataona tu tunaeneana mimi naye atakuya tu tunaenda hata kwa nyumba mimi nampatie ile chemise tuke kazi ya Mungu iendelee mbele. Asante sana. Alléluia. Na mimi kuweka kitu ndapatia Sœur Alice atakaniona.
Amen, amen. Uwe makini. Tuangaliane huku. Kesho asubuhi Dr. Narcisse pita kwangu utakamata television ya 21 pouces. Amen. Na mimi niko ensemble ya mzuri sana yenye tushoneshaka si baraka. Ile zenye Serjane na imuleta kesho. Kesho ni siku ya kupita pita. Amen, amen. Mimi nitasomesha fisi wa kwanza wa kimwili wa papa secondaire yake yote. Josué. Mwele masomo washa nisumbua. Ninabarikiwa. Amen, Daseline. Jina mimi sina kitu sijapata kazi. Mimi natafutia mishahara Jean ya kila. Amen. Pantalon ya Jean ya jeans na polo. Ndugu ishara. Na mtoto hajaolewa. Mtoto wangu leo tangia zamani. Amen. Napatia mama pasta Bazin. Mama. Kule mama kule. Naye nampatia kikombe. Na dada Esther mwenye anaimbaka. Esther haiko okay sawa. Mweke yake. Naye nampatia. Amen. Barikiwe sana. Esther nini abade? Kuyunabii. Ule anastahili kabisa. Pasta mwenye tamuoa keniona. Okay, karibu. Bwana sifiwe. Mimi ni mara yangu ya kwanza kuingia hapa. Ndiyo. Na nimefanya karibuni leo ni siku ya 3. Ndiyo. Na kama nilitafuta hii jina limeandikwa hapa ni kupitia mahubiri ya mtumishi wa Mungu. Nilianza kuifuata tangu Bukavu kwenye simu yangu ya mkononi. Na kaniingia sana kuingia hapa. Lakini sijui mimi naweza kumpatia nini. Kwa sababu ni Mungu ameweka kitu katikati yake. Na kwa saa hizi sina chochote na siwezi kumbariki viatu bado. Kwa sababu nitakuwa nimepanda juu zaidi. Lakini na miguu ya viatu sijui nitapatia nani kwa sababu sijui mtu, sielewe mtu. Lakini kesho asubuhi nitaileta mahali hapa. Tupigie makofi na kukusaidia kuweka voucher ndani ya simu yake na $20. Nitambariki mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Hii ni voucher kabisa. Sasa nina miguu mbili ya viatu nitampatia kesho. Makofi kwa ajili ya Yesu. Mimi nimebarikiwa mzigo hapa kwa siri. Weka kwa siri bali. Hii ni matendo ya funga mlango pale tunamaliza ndugu.